Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami nianze kwa kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala anayepanga na asiyepangiwa, lakini kwa kumswalia kipenzi chake na kipenzi chetu mtume wake wa mwisho bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aliyetueleza mengi kuhusiana na kadhia au minasaba ya matukio kama haya. Pia nichukue nafasi hii mapema kuwapa pole familia wa uzawa wa kipenzi chetu Sheikh Isa Al-Amudi, ambao wao kwa katika hali ngumu sana hivi sasa, lakini vile vile wanafunzi wa Al-Madrasatul Amudi na wapenzi wote wa maeneo haya. Niwaambie tu poleni sana, na kikubwa kwenu ni vitu viwili: kumwombea Mungu ndugu yetu huyu, lakini pia kusubiri. Tusubiri kwa sababu shiari yetu sisi ni kusubiri, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia kwamba atatupitisha njia hizi, na ni njia ngumu sana. Kifo kipo kila siku, lakini kamwe hakizoeleki. Msaada mkubwa wa kukizoea kifo na kukiweza ni kinapotokea, kukipokea na kusubiri tu. Mwenyezi Mungu awape subira, na tuseme kwamba tuko pamoja nanyi kama tulivyokuwa wakati ule wa marehemu tukionekana, na insha Allah Subhanahu wa Ta'ala tutakuwa tukipita pamoja na dhurufi tulizokuwa nazo. La pili, kuhusiana na Mwalimu Isa, ni katika lile kundi la waja wa Mungu ambao hawataki wewe uwasemee katika hali kama hii. Kuna watu miongoni mwa waja wa Allah wakiondoka, itabidi utafute nguvu kubwa kumueleza yeye alikuwa nani, na mara nyingi watu hawa ni watu waliokengeuka. Sasa tunataka tuwarudishe, basi utatafuta njia, maneno mengi ili yaonekane alikuwa nani. Lakini mtu tulomkusanyikia hapa leo ni katika wale watu, kama alivyosema mmoja katika wanachuoni, amesema hasib umraka biarqami salahi wa falahi ma'thuratik wala tuhasibha biarqami ayamika wa sanawatik. Amesema uhisabu umri wako kwa namba za matukio yale ambayo yamefanikiwa katika ulioachia watu, na wala usiwahesabie watu umri wako kwa siku na miaka yako, kwamba mimi mkubwa sana kwa sababu nina miaka 60. Anasema usiseme hivyo, lakini waambie watu mimi mkubwa kwa lile na lile na lile na lile. Tizameni huko mtaukuta ukubwa wangu. Na watu waheri wengi waliofanikiwa waliishi hivyo. Ukimtizama mtu kama Imam Nawawi amekufa chini ya 50, lakini leo uingii library ya aina yoyote ukakosa andiko lake na maisha yake. Ule ndio ukubwa, na ndio aliotuonyesha ndugu yetu kipenzi chetu Mwalimu Isa, ambaye sasa hivi sisi hapa tunamchelewesha kumpeleka katika kupokea mazuri yake. Nimalize maneno haya kwa kukumbuka neno alilosema mmoja katika mitume ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naye ni Zakaria. Mwanzo mwa suratu Maryam, Nabii Allah Zakaria alayhi salam, yeye alisema, alimwambia Mwenyezi Mungu, unaniona nishakuwa mtu mzima na mke wangu ndo huyu atarajiwi kuzaa tena, lakini mimi ninawoga, wa inni khiftu almawaliya
min warai, mimi naogopa jamaa zangu baada ya mimi itakuwaje. Mimi nitawaondokea hawa na umri nilokuwa nao, nitaondoka, lakini nyuma huko naogopa. Huyu ni mtu mkubwa ambaye Mwenyezi Mungu anatuhadithia katika Qur'ani. Tunatakiwa tukisoma Qur'ani tuwe na mazingatio kama haya. Kwa nini anasema wa inni khiftul mawali min warai, naogopa na mke wangu huyu azai tena. Kisha akamwambia nijalie mimi kwa nguvu zako mtu ambaye kwamba yarithuni wa yarithu min ali Yaquba, atakayeendelea kufanya kazi yangu na kazi ya wazee wangu. Ndugu zangu watu wa Ilala, ndugu wa Dar es Salaam, wa Tanzania kwa ujumla, na wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunatakiwa tuwe na kitu kinaitwa khalfia. Wasomi hawa wakina Sheikh Sangati wana kitu wanaita succession planning. Baada ya wewe nani? Baada ya Sheikh Konseli nani Ilala? Baada ya Sheikh Pori nani? Baada ya Sheikh Ngeruko nani? Baada ya wewe kama wewe nani? Tumepewa somo katika Qur'ani, inni khiftul mawaliya min warai, naomba Mwenyezi Mungu utusimamishie. Kwa hiyo kwa aya hii tumepewa cha kufanya na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutayarisha baada ya huyu Kishki nani, na Kishki afanye kazi hiyo baada ya yeye nani, la sivyo msiba unakuwa mkubwa sana. Mimi hapa yote anaosema naitizama Madrasatul Amudi kama Madrasatul Amudi. Pambo letu lilikuwa Sheikh Isa. Ni nani atakayetokea kutupokea kama Sheikh Isa? Kuna vitu unaweza kupotea mwaka mzima, lakini kuna tarehe hapa Sheikh Pori lazima uje, na utakaa hapa barazani na utaisi umefika. Na unamuona Sheikh Isa uwanjani hapa, hana kitako. Kila mmoja anataka ambebe yeye, kila mmoja anataka amshughulikie yeye, kila mmoja amfanyie yeye, kwa sababu ndio alokuita, kwa sababu atakufuata kukuita, na akija hapa anakupokea. Basi ni somo tumeachiwa, sio nyumba hii tu, lakini kila nyumba. Hata hii ya Sheikh Ramadhani Abbas, baada ya Abbas nani? Baada ya Sheikh Talib nani? Baada ya Sheikh Jongo babu yangu nani? Baada ya mimi nani? Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.